Naam. Mikasa hata ya kukamatwa, kukaa jela, moja kati ya watu ambao wamepitia hiyo mikasa. Leo tunamuona kuna kiongozi Lissu, watu wanasema aachiwe, anapitia yale ambayo pamoja kwamba wewe kwa kiimani, yeye kisiasa, lakini watu wanakwambia aachiwe. Wewe kwa upande wako hili unaweza ukalilani vipi hili? Kwa kuwa sasa hilo jambo lishakuwa kwenye vyombo vya mahakama, wenye jukumu hili ni mahakama, wataangalia sheria, wao ndio watalimaliza hili. Mimi siwezi kusema aachiwe kwa sababu mimi sijasomea sheria. Naona bwana, kwa sababu amechukuliwa kama tulivyowahi kuchukuliwa sisi miaka ya nyuma, tukakaa ndani, ilivyofika tukaonekana na hatia tukafungwa, baadaye tukaja tukatoka. Kwa hiyo hii ni jambo la kuachia mahakama, kwa sababu kuna mawakili kuna mawakili wa serikali. Kwa hiyo hili jambo ni la mahakamani, na kitu kishakuwa mahakamani basi hakifai kuongelewa kwa sababu kinakuwa chini ya sheria. Naam. Baadhi ya viongozi wenzako wa dini, maaskofu wanaizungumzia, wanakuambia aachiliwe Lissu. Wewe kwako unazungumziaje? Mimi sasa siwezi kusema kama walivyosema wao. Siwezi kusema kama walivyosema wao kwa sababu yule mtu kishachukuliwa na yule yuko sehemu salama, basi mahakama ndio yenye uamuzi. Mahakama huwa inatenda haki. Kama ataonekana bwana hana hatia itamwachia. Kama itaonekana ana kesi ya kujibu, basi hilo ni juu ya mahakama. Mimi siwezi kusema lolote juu ya hilo. Naam. Kwa hiyo kwa upande wako unaona bora serikali iendelee kumshikilia? Sio bora serikali endelee kumshikilia. Serikali sio serikali, mahakama iendelee kumshikilia. Sio endelee kumshikilia, mahakama imemweka kule. Kama itaonekana kwa kile anachodaiwa kakifanya, sio, basi mahakama itamwachia. Hili ni jambo la mahakama, hili ni jambo la mahakama. Haifai kuingilia jambo ambalo liko mahakamani, inshallah. Kwa upande wa Waislamu ni ngumu sana kumsikia Nabii Mazinge, lakini kwa upande wa ndugu zenu unaweza kumsikia nabii nani. Hivi unadhani kwa nini hakuna huko kwenu manabii? Huko hakuna manabii kwa sababu manabii wa mwisho ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukidai we ni nabii, maana yake aliyekuja nayo mtume ni ya uongo, hajakamilisha dini. Na sisi dini ilishakamilika kwa mtume Sallallahu alaihi wasallam. Bwana na alishasema kwamba dini imekamilika. Sisi hatuhitaji tena na manabii. Tunachosubiri sasa ni kiyama. Tunachosubiri sasa ni kiyama. Hao wanaosema ni manabii, wao waendelee tu kusema wao ni manabii. Bwana maana yake Yesu alikuwa nabii, na wao tutegemee kwamba iko siku watakuja kufa misalabani kwa ajili ya kuwakomboa hao wanaosema wao ni manabii. Naam. Kwa hiyo tuendelee kuwaita manabii. Waendelee wao, sio sisi. Sisi nabii wetu wa mwisho ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa kama wao wataendelea kuwaita manabii, hiyo sasa siwezi kuingia, kwa sababu nchi hii ina uhuru wa kuabudu, na ndio maana serikali haijawapiga marufuku. Kwa sababu ukisema wapige marufuku asijiite nabii, manake unaingilia uhuru wa kuabudu. Yesu anasema watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, watafanya ishara kubwa na maajabu wapate kuwapoteza yamkini hata waliokuwa wateule. Mathayo 24:24. Sasa serikali haiwezi kuwapiga marufuku, wala Waislamu hawezi kuwapiga wale marufuku, kwa sababu kuna uhuru wa kuabudu. Katiba ya nchi ibara ya 19 A-B-C inawapa fursa wao wajiite manabii. Naam. Anaruhusiwa mtu upande wa pili kuchinja? Mtu wa pili kuchinja vipi? Sija kuelewa. Upande wa pili anazungumzia huo upande ambao unasema wanajiita manabii, wanaruhusiwa kuchinja? Kuchinja nini sasa? Hujaweka vizuri. Mnyama. Mnyama. Mimi sijawahi kuona kama katika vitabu vya zamani vinawaruhusu wachinje. Na sijawahi kuona. Kwa hawachinji. Hawachinji. Na ndio maana Wakristo wote duniani wanafuata taratibu mpaka Muislamu achinje
ndio wao wale. Kwa hiyo nchi zote duniani, Nchi yote, na ukionekana umechinja we sio Muislamu, basi unapelekwa mahakamani ukatoe jibu kwa nini umechinja. Aya ya kuchinja utaulizwa mahakamani, aya ya kuchinja umepata wapi? Wakati kwenye Biblia hakuna. Kwenye Biblia hakuna aya ya kuchinja. Hivi ni mchungaji gani au askofu gani wa dini ya Kikristo ambaye kidogo wewe unaweza kukaa ukamsikiliza kidogo